ukiambiwa ulikuwa umekufa, ulikuwa maiti, unasikia aje? Neno la leo Paulo anaanza kwa kusema nani mlikuwa wafu. Wapendwa, wacha niwaulize swali kidogo tu. Ukikie nami tutafakari haya. Umewahi kuona mtu aliyekuwa karibu kufa halafu akapona kwa miujiza? Labda ulikuwa hospitalini, daktari wakasema umefanya kila tuwezalo, lakini bado huyo mtu hapo katika hali mahututi. Ghafla mtu huyo akaanza kupumua. Unajua hisia hiyo? Furaha, shangao, machozi, kwa sababu kile kilichoonekana kama mwisho Mungu akigeuza kuwa mwanzo mpya. Sasa fikiria hali hiyo kiroho, pije katika maisha yetu sasa ya kiroho. Biblia inasema kabla ya kumjua Yesu sisi hatukuwa wagonjwa tu, tulikuwa wafu. Si dhaifu tu, si wapotefu tu, bali wafu kabisa katika dhambi zetu. Tulikuwa kaburini ya kiroho, tumeoza katika makosa yetu, bila tumaini, bila Mungu. Lakini kisha katika mstari wa 4 tunasikia maneno haya yenye nguvu zaidi. Nasema, lakini Mungu kwa rehema zake nyingi. Hapo ndipo kila kitu kinabadilika. Hapo ndipo kifo kinageuzwa kuwa uzima, giza linageuzwa kuwa nuru, maovu anageuzwa kuwa muofu anageuzwa kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo leo tutatafakari maneno haya ya Paulo katika Waefeso mlango wa 2 mstari wa 1 hadi 7, tukiona mambo matatu makuu. Ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati ya katika tamaa za ndipo ya tukawa kweli ni kwamba tulikuwa tumekufa kiroho, tulikuwa watumwa wa dunia, shetani, tamaa za mwili.
hasa kuwa chini ya ghadhabu. Paulo anaanza kwa kusema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya kukosa dhambi zenu. Wapendwa, hii ni hali kabla ya kuishi. Tuko wafu. Kifo cha kiroho si kupoteza pumzi, bali kutengwa na Mungu, kuwa na mahusiano na Mungu, kuishi maisha bila Mungu. Na Paulo anasema kuwa chini kabla kulikuwa watu hatukuwa tunajua Mungu, watu wasioamini, wasiompenda, wasio na uwezo wa kumcha Mungu, bali hawakuwa na uwezo. Don't touch that. Put on your shoes. It's not carpet. Kwa mfano, pia Lazaro alikuwa kama lakini Yesu dunia hii chini ya nguvu za Shetani, na hata wakati huu wale wasioamini bado wanaishi kulingana na mwenendo wa dunia hii. Tunaweza kuwa tunaona aje ya kwamba sisi ama wale ambayo ama katika maisha ya saa hii, wale ambayo hawako katika Yesu Kristo, ama kuishi kulingana na dunia ni kuishi kivipi? Hawa ni watu wanafuata desturi na mtindo ya dunia badala ya neno la Mungu. Watu wanapenda umaarufu, starehe au mali kuliko kupenda au mali kuliko kumpendeza Mungu. Tunaona uovu kama jambo la kawaida kwa sababu kila mtu analifanya. Tunapima mafanikio kwa mali na sio kwa uaminifu. Uko na ngapi? Kufuata dunia ni kufanya ama ni kuishi kama mtu asiyemcha Mungu. Kupenda kile ambacho kinakufurahisha ama kinafurahisha roho yako hata kama hakifurahishi Mungu. Kutafuta chochote kile ama kwa njia yote ile kile ambacho wewe mwenyewe unakipenda. Haijalishi kama utaua mtu, utaiba, as long as wewe utapata hayo njia ya kupata hiyo kitu sio ya dhamani kwako, ama sio kitu ambayo wewe mwenyewe unaweza sema ni Mungu anapenda nikifanya hivi ama hapendi. Na Paulo anasema yote haya yanaendeshwa na mtawala wa anga, yaani Shetani, ambaye kazi yake ni kuwafanya watu wasione ukweli wa Mungu. Biblia inazidi kutuambia kwamba tulikuwa chini ya ghadhabu ya Mungu. Hiyo ni mstari wa 3
Wacha tu nisome hiyo. Mstari wa 3 inasema hivi. Hapo mwisho ya hiyo mstari wa 3 inasema, ambao samani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia. Tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Ukisoma katika version nyingine inasema ghadhabu, kuwa ghadhabu, kwa kuwa watoto wa ghadhabu wa Mungu. Ghadhabu ya Mungu ni hasira, si hasira ya kibinadamu, ni hukumu yake ya haki dhidi ya uovu. Kwa sababu ya dhambi zetu ni njia kwa sababu ya dhambi zetu na njia zetu za uovu, tunastahili ghadhabu na hukumu ya Mungu. Siku moja dhambi zangu na zako lazima yahukumiwe. Hakuna vile wewe utahepa. Hii hakuna njia ingine. Aidha katika maisha ya mwenye dhambi yatahukumiwa katika maisha ya mwenye dhambi, ama katika msalabani mwa Kristo. Lakini tunajifunza nini kwa hiyo hoja la kwanza, ama kwa hiyo pointi ya kwanza? Ya kwamba kwa waumini, kumbuka mahali Kristo aliko kutoa, kaburuni mwa dhambi. Hapo ndivyo tulitolewa. Kumbuka ya kwamba ulikuwa wafu katika dhambi. Na hivyo basi tunapaswa, ama hili linapaswa kutuondolea kiburi ya kusema ya kwamba, ama ya wewe mwenyewe kujifuna, ama ya kuringa ya kusema ya kwamba umejiokoa, kwa sababu haukuwa na uwezo ya kujiokoa. Ulikuwa kama Lazaro. Tunapaswa kufanya nini? Tunapaswa kuzidi kumtazamia Kristo kwa wokovu wetu katika siku zote. Kama wewe bado haujampokea Yesu Kristo, na kuambia kwamba wewe bado ni maiti, wewe bado ni wafu katika kiroho. Na hii ya leo inakuja kama onyo kwako ya kwamba hukumu ya Mungu ipo. Dhambi lazima itahukumiwa, iwe katika maisha yako ama katika msalabani mwa Kristo. Na ile ambayo sasa wewe unapaswa tu kufanya nini? Kumkimbilia Yesu Kristo, akuokoe, akufufue kama waumini wengine. Pointi ya pili ni uingiliaji wa rehema za Mungu. Kuna mahali ambayo Mungu anasema ya kwamba, lakini sasa Mungu aliona vile sisi udhaifu wetu, tulikuwa tumepotea katika dhambi, tulikuwa tumekufa, tulikuwa kama maiti, lakini Mungu kwa rehema zake akatukumbuka. Na hiyo tunapata kutoka mstari wa 4 hadi mstari wa 6. Ukweli ni kwa rehema yake kuu na upendo wake mkuu, Mungu alituhuisha pamoja na Kristo, akatufufua na akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Lakini Mungu kwa rehema zake nyingi, ukisoma hiyo sentensi, ama kama wewe mwenyewe ukisoma hapo, ndio utajua Mungu anaingilia. Mungu mwenyewe hakuambiwa na mtu, ama hakuna mwenye dhambi ambaye wewe mwenyewe alienda kujisema kwa Mungu. Lakini kwa rehema zake Mungu mwenyewe aliamua, nitaokoa watu, nitawafufua, nitawafanya wapya. Tunaona mabadiliko yanaanza
tunaona wale ambayo walikuwa wamepotea, lakini Mungu akaongea. Tulikuwa chini ya hukumu, lakini Mungu alitukumbuka. Tulikuwa wafu, lakini Mungu akaingilia. Mungu hakutuacha tuve katika dhambi zetu. Kwa rehema yake kuu na upendo wake mkuu, akaamua kutuokoa. Sio kwa sababu kuna kitu kizuri tumetenda, la hasha. Ni kwa neema tu. Sio kwa sababu umetolea kanisani, ama umetoa pesa nyingi, ama hela, ama unapenda kanisa, ama umejitolea sana kanisani kwa njia yoyote ile. Ili hali hayo mambo ni mazuri na nia kufurahisha Mungu, lakini wokovu unapatikana tu kwa rehema na neema yake Mungu. Huu ni upendo usiokuwa na mipaka. Huu ni upendo wa rehema, si kwa sababu tulistahili wokovu, bali kwa sababu yeye ni wa rehema. Tulikuwa wafu, sasa tumehuishwa, ama we have been revived. Sasa roho yako na yangu imeanza kutamani vitu vya kumfurahisha Mungu. Sasa roho yako na yangu iko na uwezo ya kutamani, kumpenda na kumtumikia Mungu. Tulikuwa watumwa katika dhambi, sasa tumewekwa huru. Tumepewa uwezo ya kupigana na dhambi, uwezo ya kutoroka dhambi, uwezo ya kutofautisha kile ambacho kinampendeza Mungu na kile ambacho hakimpendezi Mungu. Wakati Yesu Kristo, ama wakati Mungu alisema, kwa hiyo statement, hiyo mstari wa 4 inasema, lakini Mungu mambo yote kabadilika. Wale ambao hawakuwa na uwezo wa kumfurahisha Mungu, sasa wako na uwezo ya kumfurahisha Mungu. Wale ambao hawakuwa na uwezo ya kumpenda Mungu, sasa wako na uwezo ya kumpenda Mungu. Wale ambao hawakuwa na uwezo kabisa ya kupenda kanisa ama kumtumikia Mungu kwa njia ile, saa hii wako na uwezo ya kumcha Mungu na hata wanaanza mtafuta Mungu. Mungu alituhuisha, ametufufua na akatuketisha pamoja na Kristo. Sisi kama waumini sio tu kufufuliwa, lakini Mungu ametuketisha pamoja na Kristo. Kumaanisha vile kama vile Kristo ako na usalama uweponi mwa Mungu, pia nasi hakuna hukumu tena kwetu katika uwepo wa Mungu. Hata tukiwa pale uketi pamoja na Mungu, hatuogopi kwa sababu sisi tumeokolewa. Ni nini tunaweza jifunza, ama ni kwa sisi tunapaswa kufanya nini kama waumini? Ya kwanza ni kufurahia neema ya Mungu. Wokovu wake ni zawadi, si malipo ya matendo yetu. Maisha ya kale uachane nayo, maisha ya kutawaliwa na dhambi. Wacha lengo letu iwe ile ya kumfurahisha Mungu kwa mambo yote tunalolitenda. Kwa biashara, kwa kazi zetu, kwa familia, wacha wokovu iwe dhahiri, ionekane. Kwa wasioamini, neema ya Mungu bado ipo, inatosha kukuokoa. Pokea rehema za Mungu leo. Mungu bado anakuita, hajachoka na bado anakuhitaji. Katika mstari wa 7 ambalo tutafunga nayo, ukweli ni kwamba Mungu alituokoa ili katika vizazi vijavyo aonyeshe utajiri usiopimika wa neema
yake katika Yesu Kristo. Ama kusudi kuu la Mungu kutuokoa sisi ni kwa sababu ya neema yake ipate kuonekana milele kwa watu wote. Ujiulize tu kwa nini Mungu alituokoa. Wokovu wetu si kwa ajili yetu tu, bali ni onyesho la rehema na utukufu wa Mungu kwa ulimwengu. Waumini ni ushahidi ya kutosha kwamba Mungu ni wa rehema na wa neema tele milele na milele. Ni ushahidi ya kutosha ya kwamba Mungu anaweza kufufua wale waliotawaliwa na dhambi, Shetani na tamaa zao za uovu na kuwafanya wapenda Mungu na kuwatumikia yeye milele. Wapendwa, sisi tumeokolewa kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi. Na kusudi ambayo Mungu alikuwa nayo kuu ni kwamba sisi ambayo tumeokolewa tuwe ushahidi wa kutosha ya rehema na neema za Mungu. Fikiria hivi. Kwa mfano, kitu ambayo fundi alirejesha, kitu kilichofunjika, kitu iliharibika kabisa. Iliharibika. Kwa mfano, ukichukua simu kwa fundi ambayo iliharibika, uilete kwa wale watu ambao walikuwa wanajua simu ilikuwa imeharibika kabisa, uipeleke kwa fundi, uilete ikiwa mpya kabisa, ikiwa imerekebishwa ikakuwa mzuri. Hao watu watasema nini? Watasema, wapi huyo fundi? Hii simu yenyewe venye yeye ameunda ikakuwa mzuri, itakuwa ni ushuhuda ya kwamba huyo ni mtu ambaye anajua kazi yake. Basi hata nasi kama waumini, sisi ni ushahidi wa Mungu, ni ushahidi wa rehema na neema ya Mungu milele na milele. Ndivyo Mungu alivyochukua maisha yetu, yalivyovunjika na kuyabadilisha ili ulimwengu useme ni Mungu pekee yake angeweza kufanya hivi. Tunajifunza nini? Ya kwamba kusudi kuu la Mungu kutuokoa sisi ni kwa sababu ni kwa ajili sisi, ili sisi tuwe washahidi wa neema yake. Kitu ya kwanza ni tuishi kama ushuhuda wa neema ya Mungu. Maisha yako yaonyeshe Yesu Kristo. Mahali popote huko, kama uko kazini, biashara, nyumbani, kama umeoa, kwa familia yako, wacha maisha yetu yashuhudie Yesu Kristo kila siku. Wacha maisha yetu iwe njia ya kuwaelekeza wengine kwa Kristo Yesu. Mtu akiona maisha yako atasema nini? Atasema ningependa huyo Mungu wako, ama atasema aje? Nasikianga watu wengine wakisema, hai, kama huyu aliamini, kama huyo Mungu huyu aliamini, mimi simtaki. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha yetu, ama kupitia maisha yetu, tunaeleza wengine kuhusu Yesu Kristo. Sio tu kwa kunena, bali hata kwa matendo ambazo tunasitenda. Wapendwa, maneno haya yanabeba Injili yote, lakini Mungu
alituhuisha. Huo ndio msingi wa imani yetu. Kifo kilishindwa. Dhambi ilishindwa. Na sasa tunaishi katika uzima wa Kristo. Lakini je, wewe umemwamini huyu Yesu Kristo? Dhambi zako zilishindwa? Umepelekea mzigo wake Yesu Kristo, mzigo wa dhambi, ama bado unaibeba mwenyewe? Fikiria hayo. Basi na tuombe. Baba wa rehema, tunakushukuru kwa kutuokoa kutoka kwa kifo cha dhambi. Tusaidie kuishi kama watu walio hai katika Kristo. Tuwe mashahidi wa neema yako kila mahali tunapokwenda. Utukufu na heshima viwe kwako milele. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Thank you.